kabla ya taarifa hizi ambazo ni za siri za ndani, ikiwa wewe unatutazama kwa mara ya kwanza, na kuomba tu uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha kuzingatia zaidi, usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu nizidi kukufichulia siri za ndani vile tumezipokea hapa Mbeya. Taarifa ambazo tunataarifiwa ni kwamba mbinu mpya ya kuwaua Watanzania, haswa wale ambao wako na ushahidi wa kutosha kuhusiana na waliotekeleza mauaji wakati wa maandamano, imeanza. Hii siri imefichuliwa kwenye unyama wa mauaji umeanza Tanzania. Unapotazama skrini yako, kulingana na chapisho hili la Tanzania Leaks, linasema ya kwamba breaking, dada mmoja aliyeshuhudia na kurekodi mauaji ya Oktoba 29 ametoweka siku ya 3 baada ya kutoa ushahidi na kuikabidhi tume video inayoonyesha sura za polisi waliokuwa wanaua raia. Dada huyo alikuwa anafanya kazi kwenye stationari karibu na chuo cha NIT Dar es Salaam. Hizi ni habari ambazo tumezipata sasa hivi. Ni wazi kwamba Rais Samia Suluhu Hassan alianzisha tume ya uchunguzi ambayo inaongozwa na Judge Chande ili kutathmini na kuchunguza chanzo na waliofadhili maandamano nchini Tanzania, kujua kwa nini Watanzania walikuwa wanaandamana siku ya uchaguzi 29 Oktoba mwaka jana. Tume hii imeanza kutembea katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania kukusanya ushahidi. Sasa tunataarifiwa ya kwamba hizi ni habari za ndani sana, kwamba kuna mmoja ambaye alikuwa ameshika kanda ya video na alishika hiyo video inaonyesha vile maafisa wa polisi walikuwa wanafiatulia watu marisasi na wanaonekana kwa uso. Alipoikabidhi tume ile ya Judge Chande ushahidi ule wa kanda ama video, amepotea kwa siku 3 zilizopita na hajulikani alipo kufikia sasa, kulingana na Tanzania Leaks. Hii inamaanisha ya kwamba wale ambao wako na ushahidi wanaweza tuma katika mahakama ya ICC ili hatua kali ichukuliwe dhidi ya vyombo vya dola na yule ambaye aliamuru ama aliagiza vyombo vya dola kutumia nguvu zaidi. Sasa yeyote ambaye yuko na ushahidi huo anapotezwa. Hamna yeyote ambaye anaelewa yupo wapi. Huu ni unyama ambao umeanza. Hii ndio iliweza kuchangia hivi majuzi tukaona tume ile ya uchunguzi ikizuia waandishi wa habari kuachana kubeberusha ushahidi ambao wanaendelea kupokezwa wanapotembea katika maeneo mbalimbali. Ishara tosha kuna maovu sasa yameanza kufanyika. Tulikwisha shuhudia akina mama wakilia wakati walipokuwa wanatoa ushahidi, vyombo vya habari vilikuwa vinabeberusha matangazo hayo. Sasa baadaye wakagundua hii kitu kimejulikana kwamba aliyekuwa anahusika kwa maandamano ni fulani fulani, aliyetoa agizo kwa vyombo vya dola kutumia nguvu na kuua Tanzania ni fulani fulani. Sasa kutachemuka tena Tanzania. Wacha tuzuie vyombo vya dola ama waandishi wa habari wasije wakashika haya ambayo ni ushahidi tunaendelea kupokea. Sasa taarifa hizi za ndani zinatuarifu ya kwamba kuna dada ambaye amepotea siku 3 baada ya kupokeza ile tume ya uchunguzi kanda ya kuonyesha uso za askari ama polisi waliohusika katika mauaji. Kwa hivyo ni njia moja ya kusema ya kwamba na tutarajie hili
hata tume hii ikusanye ushahidi wa aina gani, hakutakuwa na haki, hakutakuwa na uwajibikaji, hakutakuwa na mabadiliko yoyote, kwa sababu ile tume ni ya Rais Samia Suluhu Hassan, sio tume ambayo inafanya uchunguzi, kwa sababu tuko na Presidential Commission na tuko na Commission for Inquiry. Hii sio Commission for Inquiry kwa sababu iliweza kuteuliwa Ikulu. This is Presidential Commission ambayo inamfurahisha Samia Suluhu Hassan. Baada ya Suluhu kuonekana atakuwa na makosa, hawezi kuchapisha habari hizo. Sasa mtasikia baadaye wakisema ya kwamba ushahidi tumekusanya, lakini haukuwa wa kutosha, haukuwa unaonyesha nani aliweza kuhusika katika maandamano. Sasa huyu ambaye amepotea baada ya kupeana ushahidi, ni kuzuia ushahidi huo usije ukatumwa katika mahakama ya jinai ICC, kwa sababu ICC inaendelea kualikwa kufika katika Tanzania yetu hapa kufanya uchunguzi na kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya wale ambao waliweza kuhusika katika maandamano. Kwa hivyo ni hatari kwa Watanzania wenzetu. Hata mimi ninapopeperusha matangazo haya kutoka Mbeya, siwezi kupeana ushahidi wowote, kwa sababu huwezi jua utapotea siku gani, saa ngapi, na utapelekwa wapi baada ya kutoa ushahidi. Kwa hivyo ni hatari sana kwa Watanzania wanapotoa ushahidi, wasije wakatoa siri zingine ambazo zinawaweka ama zinaweka maisha yao hatarini. Kwa hivyo hizi ni habari za ndani, na ikumbukwe kufikia sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan haijatangaza idadi kamili ya wale ambao waliweza kuangamia kufuatia maandamano, lakini shirika la Amnesty International liliweza kutuarifu ya kwamba zaidi ya watu 700 waliweza kuaga dunia, lakini kuna mrengo upinzani nao uliweza kukiri kwamba zaidi ya maelfu waliweza kuangamia kufuatia maandamano hayo, na CNN iliweza kuangazia hayo yote, ikaonyesha vile watu walikuwa wanauawa, watu vile walikuwa wanapigwa risasi, na risasi sio mwananchi wa kawaida na kuwa nayo, ni vyombo vya dola, kumaanisha kuna mtu aliweza kuamrisha vyombo vya dola kutumia nguvu za risasi. Na akaonyesha CNN ikaonyesha makaburi ya halaiki ambapo inadaiwa watu waliweza kuzikwa kwa pamoja. Ndio maana familia nyingi hazijapata miili ya jamaa zao ama ndugu zao kufikia sasa. Kwa hivyo hali si hali inazidi kuwa tete hapa Tanzania. Hata sisi hatujui ni kipi ambacho tutafanya, lakini tunaamini wakati mmoja Maulana atatusaidia, kwa sababu siasa hizi hupita, kila kitu hupita na uongozi hupita. Na ushahidi unapotolewa tusije tukatarajia kwamba kutakuwa na haki na uwajibikaji, kwa sababu Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania alikwisha tangaza kwamba hakutakuwa na maridhiano pasipokuwa na uwajibikaji na haki kutendeka kwa waliouawa na wale ambao waliweza kujeruhiwa. Lakini tunaona haki nayo haiwezi kutendeka na uwajibikaji hauwezi kutendeka. Ni hela tu zinatumika vibaya na tume ile ya Judge Ichanda ambayo iliweza kuteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Naomba kutamatishia hapo habari hizi za ndani kuhatarisha kuhusiana na yale ambayo yanaendelea. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho uponyeze patoni ya subscribe, uwashe kengele ambacho kipo hapo kando, ili usikose kupata taarifa kemkem kutoka Tanzania ITV. Tunapoziweka utakuwa unataarifiwa kwamba tumeweka kanda ya kutazama. Asanteni, bye.